sawa. Tumalizia hapa swali la mwisho. Tarjama. Utaelewa kesho. Hapa kuna taaliki au kuna jambo limeletwa katika njia tu ya kuzindua kwamba sisi tumezungumza masahaba walikuwa katika manhaji moja, si ndio? Katika usuluddin na furu'uddin. Na usuluddin tumesema kwamba ni arkanul imani 6 na furu'uddin ni zile nguzo 4 baada ya shahada 2. Sasa hapa kuna kauli inasema kwamba wanaochuoni wa Kiislamu wanasema ya kwamba katika usuluddin, sawa, yale mambo ya kiakida yale mambo ya kiakida yale, kuna usul na furu'. Umeelewa? Na vile vile mambo haya kawaida hii furu'i dini, sawa, kuna usul na furu'. Kwa hiyo hapa ndugu yetu anaomba jambo liwe wazi katika hili jambo. Mpo pamoja? Mmeelewa? Kwanza tumesema ya kwamba katika masala ya aqida masahaba hawakukhtalifiana, shaelewa, walikhtalifiana katika masala ya furu'. Usuluddin ndio mambo ya aqida, arkanul imani 6, na furu'uddin ni haya masala ya miamalati na masala ya ibada. Hizi ni istilahi tu zimewekwa na wanawachuoni kwenye kutenganisha baadhi ya vitu. Sasa katika masala ya aqida ambayo ndio usuluddin, wanawachuoni wanasema ya kwamba yale masala ya aqida yale kuna usul na kuna furu' ndani yake. Na katika haya masala ya furu' haya, sawa, pia ndani yake kuna usul na kuna furu'. Tunaomba utuwekee wazi hili jambo inshallah. Ndani ya kitabu hiki kuna maelezo atakuja huko mbele, lakini kwa kuwa ni jambo limetakiwa nilitolee maelezo, nitatoa maelezo kwa ufupi. Ni kweli katika masala ya furu', katika masala ya usul, sawa, kule katika usul kule kuna usul na kuna furu'. Na ndio maana sasa wanawachuoni wa ahlu sunna wal jamaa, sawa, wanapokhtalifiana katika furu'u ambayo iko ndani ya usuluddin, hawaingii katika bid'a, kwa sharti wao wameafikiana katika nini? Katika ile usul. Tatoa mfano mi'raj, si ndio? Al-Isra wal Mi'raj haq, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda mi'raj. Kwa hiyo wanawachuoni wote wa Kiislam salafu salih wanakubali ya kwamba Mtume alikwenda nini? Mi'raj. Swali linakuja, alipokwenda mi'raj raa rabbahu au lam yarahu? Alimuona Mola wake au hakumuona? Hapa wametofautiana, sawa. Kuna baadhi ya masahaba wanasema ya kwamba alimuona Mola wake, na kuna baadhi ya masahaba wanasema la, hakumuona nani? Mola wake. Wamekhtalifiana katika nini? Katika far'u ndani ya nini? Ya usul, baada ya kuwa wameafikiana katika ile nini? Ile usul. Wote wanakubali ya kwamba Mtume alikwenda mi'raj. Wametofautiana baadhi ya matukio yaliyotokea katika nini? Katika mi'raj. Huyu anasema hili lilitokea, hili halikutokea hivi, hili lilitokea hivi, lakini wamekubaliana. Hii ikhtilafu hii haimtoi mwanachuoni katika nini? Katika bid'a. Tumeelewana mpaka hapo? Na mfano kama hivyo ni mambo mengi sana kwenye vitabu utayakuta yameelezwa. Katika masala ya furu', swala, si ndio? Wanawachuoni wote wanakubaliana ya kwamba swala ni katika nguzo za dini, swala ni faradhi. Wamekhtalifiana kwamba atakayeacha kuswali
na hali ya kuwa anakubali swala ni faradhi na anakubali swala ni katika nguzo za dini, ameacha kuswali kwa uzembe na uvivu, je, atakuwa ni kafir au hatakuwa kafir? Sasa wanasema katika furu'u din kule kuamini ya kwamba haya masala yapo katika dini, zile ni usuli tayari, na mtu hawezi kuja kutuambia kwamba mambo ya swala bana sawa, si mambo ya kulazimishana, anayetaka atasali, asiyetaka ataacha. Akizungumza haya maneno, hii ni kufuru tayari, japokuwa swala ni katika furu'u din, si ndio? Lakini hizi furu' pia zina nini? Zina usuli zake, ambao ni kuthibitisha ule uwepo wa ile ibada, hata kama ni ibada ndogo. Ni kama vile mtu aseme ya kwamba mtu akitaka kutawadha anaingia msikitini kuswali, ana khiari, anaweza kuswali bila ya udhu na anaweza kuswali kwa nini? Kwa udhu. Ona tamka haya maneno na akaitakidi ya kwamba hivyo ni sawa sawa, atatolewa katika Uislamu, hata kama anakubali shahada mbili, hata kama akida yake imekaa sawa sawa. Kulipinga hili jambo ni makosa. Lakini shekhe ameyazungumza haya masala kwenye kitabu hiki, shaelewa kipindi anazungumzia tofauti baina ya ikhtilaf, yani ni wakati gani mtu anahukumiwa huyu ni mtu wa bid'a. Amezungumza masala haya kwamba atahukumiwa mtu ni mtu wa bid'a atakapokuwa mikhalif usulu din, lakini mtu atahukumiwa ni mtu wa bid'a itakapokuwa anatofautiana sana na wachuoni katika furu'u din. Wanachuoni wanazungumza hivi, yeye anazua la kwake, wanachuoni kizungumza hivi, yeye amezua la kwake. Ataangaliwa huyu atakuwa ni mtu wa bid'a, si mtu wa sunna. Sisi tutoshekeni na hayo. Allah subhanahu wa ta'ala tufanyie wepesi. Inshallah katika darasa yetu ya kesho tutaendelea pale tulipoishia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka